Nimewahi kufanya kazi kama dila wa mikopo ya pikipiki. Nitaenda kukupa vitu ambavyo vitakusaidia wewe popote ulipo. Aidha upo Kigoma, upo Njombe, upo Lindi, upo popote nchini Tanzania. Kupitia hatua hizi zitakusaidia wewe uweze kupata mkopo wa pikipiki kwa uwepesi zaidi. Kuwa na mimi mpaka mwisho. Namba 1 ni kuwa na kitambulisho halali. Mfano, kuwa na NIDA, leseni ya udereva, kitambulisho cha mpiga kura au passport ya kusafiria. Ni lazima uwe na kitambulisho chochote ambacho kinakutambulisha wewe, au uwe na barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa. Lengo ni kukutambua wewe ni nani, unatoka wapi. Na cha mwisho, hichi ndo cha muhimu zaidi, ni kuwa na chanzo cha mapato. Sasa hapa ni aidha uwe mfanyakazi au mfanyabiashara. Mfano, kipindi nafanya kazi tulikuwa tuna target. Mfano, kwa nini tulikuwa tunapendelea kukopesha watumishi wa umma? Namba 1 ni mshahara wao ni uhakika, lakini namba 2, hatari ya kutokulipa ni ndogo mno. Mfano, wafanyakazi ambao wako maeneo ya mjini ni rahisi kufikiwa, yani hizi taasisi ambazo zinakopesha, mfano zinakopesha pikipiki, walikuwa au tulikuwa tunatoka ofisini alafu tunawafata hawa wafanyakazi ofisini kwao, kwa sababu tunajua wao wana uwezo wa kulipa. Lakini target nyingine ni wafanyabiashara. Mfanyabiashara ni rahisi kukopeshwa kwa sababu ana chanzo cha mapato kinachoonekana. Mfano, kupitia mauzo ya biashara yanaweza kuthibitishwa kupitia stakabadhi au risiti. Hivyo basi, hizi kampuni za mikopo target yao kubwa ni kuwa na uwezo wa kulipa basi. Yani ukiwa na uwezo wa kulipa, kupata mkopo wa pikipiki ni rahisi mno. Asante sana, nikutakie siku njema.